Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katika ziara ya rais wa Marekani katika mataifa matatu ya Ghuba, mataifa ya Kiarabu, ni moja kati ya ziara ambayo ilikuwa na mambo mengi, lakini miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa ni gumzo karibia ulimwenguni kote ni zawadi aliyopewa rais wa Marekani Donald Trump, ndege ya kifahari ya Boeing 747-8 ambayo ina thamani ya dola milioni 400 za Kimarekani. Lakini baada ya tangazo la zawadi hiyo, miongoni mwa wachambuzi wa mambo lakini pia wanasiasa nchini Marekani wamekataa rais wa Marekani Donald Trump kupokea ndege hiyo. Hata hivyo, kupitia chama cha Democratic, baadhi ya wabunge lakini pia na wafuasi ambao pia si wabunge nao pia walitoa maoni yao wakisema kwamba rais Trump asipokee ndege hiyo kutoka Qatar. Lakini yeye mwenyewe rais wa Marekani Donald Trump anasemaje juu ya ndege hiyo? Rais wa Marekani ametetea mpango wa ikulu ya White House kupokea ndege ya kifahari kutoka Qatar itakayotumika kama ndege ya rais ya Marekani Air Force One. Amesema wanatupa zawadi, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika mataifa ya Ghuba, akiongeza kuwa atakuwa mtu mjinga ikiwa hatakubali. Katika taarifa ya awali, msemaji wa Qatar alisema itakuwa ni sahihi kuitaja ndege hiyo kama zawadi, na alisema uhamisho wa ndege kwa ajili ya matumizi ya muda ulikuwa kwenye mjadala kati ya nchi hizo mbili. Habari hizi ni baada ya rais wa Marekani kuzuru Qatar wiki hii, ikiwa ni sehemu ya safari kuu ya kwanza ya nje katika mhula wake wa pili wa urais. Hata hivyo, vyanzo viliambia ABC News kwamba mwanasheria mkuu Pan Bond na wakili mkuu wa Trump katika ikulu ya White House David Warrington walihitimisha kuwa itaruhusiwa kisheria kwa mchango wa ndege hiyo kuwekewa masharti ya kuhamisha umiliki kwa maktaba ya rais ya Trump kabla ya mwisho wa muhula wake, kulingana na vyanzo vinavyofahamu uamuzi huo. Vyanzo hivyo vinasema Bond alitoa hati ya kisheria iliyoelekezwa kwa ofisi ya wakili wa ikulu hiyo iliyopita baada ya Warrington kumwomba ushauri kuhusu uhalali wa Pentagon kukubali mchango kama huo. Hata hivyo, msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt alisema katika taarifa yake kwamba zawadi yoyote inayotolewa na serikali ya kigeni itakubaliwa kwa kufuata kikamilifu sheria zote zinazotumika. Utawala wa rais Trump umejitolea kwa uamuzi kamili, Leavitt alisema. Al-Ansar, mshirika wa vyombo vya habari wa Qatar, ilisema katika taarifa yake kwamba uhamisho wa ndege kwa ajili ya matumizi ya muda kama Air Force One ni wa sasa unaozingatiwa na Wizara ya Ulinzi ya Qatar na Idara ya Ulinzi ya Marekani. Lakini kwa nini Qatar imetoa ndege hiyo ya kifahari kwa Donald Trump? Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Qatar imetengeneza mazingira ya kuwa karibu na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na utawala wa Marekani kwa ujumla. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huu ni utamaduni wa Waarabu kutoa zawadi za kifahari kwa wageni, hasa wa mataifa makubwa ikiwa ni pamoja na Marekani. Lakini pia baadhi ya wengine wakisema kwamba hii inaweza ikahesabika kama njia ya kuiweka karibu Marekani katika taifa hilo la Qatar, lakini pia wakizingatia nia ya safari ya rais wa Marekani Donald Trump kwenda katika mataifa hayo ya Ghuba, ambapo mataifa hayo moja kati ya kitu wanakitafuta ni ulinzi kutoka Marekani, na hivyo kuipa zawadi Marekani ni katika kile ambacho wengi wanadhani itakuwa ni ulinzi kwa nchi hiyo ya Qatar. Lakini wengine wakasema kwamba hii inaweza ikawa sehemu ya rushwa, na ndicho ambacho baadhi ya wabunge wa Democratic walikuwa wakieleza. Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Mike Pence alisema siku ya jana Ijumaa kwamba rais Donald Trump hakupaswa kukubali kuchukua ndege hiyo ya kifahari kutoka Qatar kutumia kama Air Force One ijayo, akiwaambia waandishi wa habari kwamba hatua hiyo itaongeza wasiwasi wa usalama na kikatiba. Utawala wa Trump unapanga kukubali ndege hiyo aina ya Boeing 747-8 jumbo jet kutoka kwa familia ya kifalme ya Qatar ili itumike kwa safari za Trump kama rais, huku ndege hiyo ikitarajiwa kuhamishwa kwenye maktaba yake ya urais baada ya kuondoka madarakani. Mpango wa kukubali ndege hiyo umekosolewa na baadhi ya washirika wa Trump wa GOP. Kwanza, tunapaswa kukumbuka Qatar ni nani. Tuna kambi ya kijeshi huko. Nina watu wa familia yetu wa karibu ambao wametumwa katika eneo hilo. Pence, ambaye aliwahi kuwa makamu wa rais wa Marekani katika muhula wake wa kwanza,
alisema. Hata hivyo, anasema zaidi kwamba lakini Qatar ina historia ndefu ya kucheza pande zote mbili. Pence alisema katika mahojiano ya kipekee akisema kwamba Qatar ni moja kati ya nchi ambazo zinaunga mkono Hamas, waliunga mkono Al-Qaeda. Qatar imefadhili maandamano ya wafuasi wa Hamas kwenye campus ya Marekani kote Marekani. Pence aliongeza kuwa kukubali ndege hiyo kama Air Force One ijayo hakuendani na usalama wetu na mahitaji yetu ya kijasusi, na matumaini yangu ni rais kuzingatia upya. Wengine wameona kuna masuala mazito, uwezekano wa kukusanya taarifa za kijasusi, hitaji la kuhakikisha rais wa Marekani yuko salama anaposafiri kote duniani. Pence alisema baadaye baadhi ya wataalamu wa masuala ya anga wamesema inaweza kuchukua miaka kubadili ndege hiyo kuwa Air Force One na inaweza kugharimu zaidi ya dola bilioni 1. Nadhani ni wazo baya tu na ninatumai kuwa rais atafikiria vema. Pence alipendekeza kwamba ikiwa serikali ya Qatar ingependa kutoa zawadi kwa Marekani, inaweza kuelekeza dola milioni 400 thamani ya sasa ya ndege hiyo kwa miundombinu kwenye kituo chao cha kijeshi. Pence amekuwa na uhusiano mgumu na rais tangu aondoke madarakani, ingawa ameendelea kupongeza mafanikio ya utawala wa Trump. Pence pia alimkasirisha Trump alipoidhinisha kushindwa kwa Trump katika uchaguzi wa mwaka 2020 mnamo Januari 6 mwaka 2021, huku Trump akidai kuwa uchaguzi uliibiwa. Basi mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, lakini ni juu ya ndege iliyopewa Marekani kama zawadi kutoka kwa serikali ya Qatar, ambayo inadaiwa kwamba ni katika kutengeneza mazingira ya ukaribu zaidi na taifa hilo la Qatar, lakini pia hii itasababisha Marekani ishindwe kufanya baadhi ya mambo yake kutokana na zawadi hizi ambazo rais wa Marekani Bwana Trump anazikubali. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyafahamu ya ulimwengu.